Kama nilivyosema pale awali, somo la kwanza katika suala zima la kuelewa ni kwa namna gani ya kuanzisha biashara, nilisema nitaanza na kitu kinachoitwa muhtasari wa biashara. Sasa hilo ndio itakuwa somo langu la kwanza, na hapa nitapenda kuzungumza kuhusu umuhimu wa muhtasari wa biashara, hasa katika andiko ambalo unataka kulichakata ili uweze kupata mtu wa kulifadhili au kupata fedha kutoka vyanzo mbalimbali. Na nitaanza kwa kutoa maelezo mafupi kuhusu muhtasari wa biashara na umuhimu wake unapokuwa na wazo la kufanya biashara kama kijana wa Kitanzania. Kitu cha kwanza cha kujiuliza, muhtasari ni nini? Kwa kijana wa kawaida ambaye labda hajui, ni kwamba muhtasari wa biashara ni maelezo mafupi yanayoeleza kwa ujumla wazo la biashara unayotaka kufanya. Na hili muhtasari linatoa kitu kinachoitwa ni jinsi gani utaifanya hiyo kazi au biashara yako unataka kuanzisha. Soko nalo lilenga ni soko la namna gani na namna gani utakavyopata faida. Kwa kawaida muhtasari hujibu maswali ya msingi katika biashara yako, na hususani biashara ni nini, unauza nini au unaanzisha kitu gani, unalenga nani, na kwa nini utafanikiwa au hutafanikiwa kwenye hiyo biashara. Kwa hiyo muhtasari ni kitu muhimu sana. Muhtasari huu kwa mara nyingi sana kwenye maandiko ya kupata wafadhili huwa yana ukurasa mmoja au miwili, na ndiyo picha ya kwanza ya biashara yako unayotaka kuifanya. Hii ndio kioo kwa kijana wa Kitanzania. Sasa umuhimu wa muhtasari wa biashara ni mkubwa, na kwa sababu husaidia wewe kama kijana kupanga mawazo yako vizuri kabla ya kuanza kutathmini kama wazo lina uhalisia wa kibiashara, na kuelewa mahitaji ya mtaji, soko na hatari zinazoweza kujitokeza katika biashara yako unayotaka kuifanya. Pia muhtasari kwenye andiko lako au kwenye kufikiria ni nyenzo muhimu inapohitajika kushawishi wafadhili, benki unaotaka kupeleka andiko lako, SACCOS, au programu za vijana za serikali. Kuna zile 10% kwenye halmashauri, kwa kuonyesha kwa ufupi kuwa una wazo lenye mwelekeo, wazo lenye lengo na uwezo wa kuleta faida na ajira kwa vijana. Kwa hiyo kwa kifupi, muhtasari wa biashara humsaidia kijana na itakusaidia wewe kijana kubadili wazo la kawaida kuwa wazo la kibiashara unayotaka kuitekeleza au itakayotekelezeka. Kwa hiyo kwa msingi hilo ndio muhtasari, na hichi kitu ni muhimu sana unapoanza kutafakari wazo lako la biashara, ili uweze kujiajiri, uweze kuwa na umuhimu katika uchumi, na uweze kuchangia na uweze kupata kipato ambacho ni kipato halali ambacho kitakupa wewe kukua na kuendelea. Kitakachofuata sasa ni ufafanuzi wa bidhaa ambayo unataka kuifanya. Kwa hiyo hili ndio wazo la somo langu la kwanza, sehemu ya kwanza. Asanteni.